Mikoi Kisugu, habari yako? Habari nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ametenda. Na sasa hivi kama unavyoona tuko katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuja kushuhudia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kati ya Simba na Zingizini, katika hatua ambayo kila mmoja anapambana kuona namna ambavyo ana qualify anakwenda ligi ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mnyama Simba paka hivi sasa ana faida ya goli 3. Watu wanasema mchezo wenu siku hii ya leo kama una radha. Watu wanasema, lakini mimi katika michezo ambayo duniani naheshimu mchezo wa football una matokeo ya ajabu sana. Hii kitu ambacho niliwahi kuzungumza na baadhi ya waandishi wa habari. Nilisema Simba tuna confidence lakini sio over confidence. Haya ameshawahi kutukuta, tumecheza na timu moja kutoka Botswana. Tulikuwa na over confidence kwa namna ambavyo game imekwisha. Mwisho wa siku 3-1, wenzetu walipata goli 3 ugenini kwa maana goli nyingi, tukaondolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mechi si nyepesi kama jinsi ambavyo tunavyofikiria. Lakini wachezaji wa Simba wanajitambua, manager wa Simba anajitambua, wanajua nini mashabiki wa Simba wanachokihitaji. Mimi naamini kwamba upambanaji utakuwa mkubwa. Mwisho wa siku tutapata matokeo mazuri ambayo yatatupeleka kwenye hatua nyingine. Mpaka hivi sasa timu 3 za Tanzania tayari zishaingia katika hatua ya makundi, bado mnyama. Leo hii mtatinga makundi kibabe Mikoi? Inshallah. Mwenyezi Mungu ikimpendeza. Mimi naamini kwamba tutatinga makundi kibabe. Kwa sababu ukizungumzia Simba kwenye mashindano yanaandaliwa na shirikisho barani Afrika kwa maana ya CAF. Sisi tumekuwa bora zaidi takriban miaka 6 iliyopita. Huu ni mwaka wa 7. Sisi ndio tumekuwa majani sana katika mashindano katika ukanda wote wa Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa hiyo tunajua azma yetu ni nini, na sisi watu wa Simba tunapoamini kikubwa zaidi pale ambapo tunapokuja kwenye mashindano ya kimataifa, sisi tunaamini kwamba huku ndio nyumbani. Kwa hiyo vijana mimi naamini kwamba wanajua hilo, watakuja kupambana, mwisho wa siku tuta-qualify kwenda katika mashindano ya Champions League upande wa makundi. Young Africans siku ya jana full house. Yes, bure. Sio Yanga tu. Hata Azam Football Club walijaza. Yes, walijaza. Bure. Mnyama leo ataweza kujaza uwanja. Sisi tuna pesa. Kwa hiyo aidha umejaa au haikujaa. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba football ni starehe. Na starehe yote duniani lazima ulipie. Lakini mpaka hivi sasa nikiwaangalia mashabiki wa Simba wananipa faraja kubwa. Kuna namna ambavyo watu wanaitikia mwitikio kuja kuisupport timu yao. Leo ilitakiwa mashabiki wasije. Moja, kwa sababu timu imeshashinda goli 3. Lakini pili, kwenye mashindano ya Champions League watu wameshazoea. Lakini watu kwa mapenzi na mahaba makubwa ya timu yao, wao unaona namna ambavyo walikusanyika na Simba, wamejitokeza, wamechukua tiketi yao, wamekuja kuisupport timu. Kocha Dimitri Pantev. Yes. Unatukosea. Simba hatuna kocha, Simba tuna manager. Makocha wanapatikana kwenye timu ndogo. Na kuna baadhi ya timu ndogo nyingine jana wametangaza kocha. Sisi Simba Sports tuna timu kubwa, tuna manager. Timu kubwa zote duniani za mtu anaitwa nani? Manager. Kwa hiyo chini ya Pantev naamini kwamba ameandaa vijana vizuri. Inshallah tunakwenda kupata matokeo ya goli nyingi. Leo anakufa ngapi hapa? Mungu ukimpendeza 5-6 tutafurahi wana Simba. Yes. Mchezo uliopita aliweka 2. Leo naona na hat-trick. Unaiona hiyo? Mzee Dalali umemwona? Yes, kwa lazima tuseme kwamba wachezaji wa Simba wote ni bora. Leo hii unapokwenda kumzungumzia, umesema kwamba unakwenda kumzungumzia Kibo Dennis. Lakini jaribu kumwangalia Kibo Dennis, ukimwangalia, lakini Jonas Abraham bado ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wachezaji wote wa Simba ni wazuri. Na siku zote nasema uwepo ndani ya Simba Sports si kwa bahati mbaya. Mimi naamini kwa ubora wao ndio umesababisha ambao wachezaji wote kwa ubora wao katika klabu ya Simba. Na imani kila mmoja akipewa nafasi ataitumikia klabu yetu, ataipambania ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Malengo ya Simba mwaka huu ni kuiona Simba inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Baadhi ya timu ndogo malengo yao yamekamilika. Kuna baadhi ya rais wa timu hizi aliwahi kutoka hadharani kuambia watu malengo yao kuiona timu yao na qualify kwenda wapi? Group stage. Lakini malengo ya Simba ni kuiona Simba na kwenda kucheza fainali ya Champions League. Na inshallah kwa mipango iliyokuwepo mwaka huu, kwa aina wachezaji tuliokuwa nao, manager tuliokuwa naye Pantev, Simba anakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Moja, angalia kwa historia ambayo haifichiki, ndio mara ya kwanza Champions League ugenini Simba anashinda goli 3. Uone mabadiliko? Uone mabadiliko? Yes. Kwa hiyo hii moja inatupa matumaini makubwa. Kuna namna ambayo malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia. Yes, umeona jamaa kalia jana, kulikuwa na msiba. Jana kulikuwa na bure lakini Dube kalia.